Mkutano huu umekuwa ni jukwaa la kubadilishana ufahamu juu ya teknolojia, uzoefu katika shughuli mbalimbali za madini. Lakini pia tumeweza kujionea bidhaa mbalimbali za madini yanayozalishwa hapa nchini kupitia mabanda ya maonyesho ambayo mimi mwenyewe pia nimepata fursa ya kwenda kuona kazi zilizofanywa na wajasiriamali wetu pamoja na huduma zinazotolewa katika mchakato mzima wa uzalishaji wa madini kwenye machimbo yetu. Na kupitia mkutano huu nimeelezwa kuwa mmeweza kuweka maazimio na mikakati ya pamoja ya namna kuendeleza na kudhibiti kikamilifu sekta hii ya madini. Maazimio na mikakati mlioiweka ni muhimu sana kuongeza tija kwa nchi zetu zote na kwa wananchi wetu walio kwenye nchi zetu. Kwa ni muhimu sasa kila aliyeshiriki hapa kuyawekea maanani maazimio na mikakati mlioiweka ili kuleta tija kwenye nchi zetu. Hali kadhalika napongeza uzinduzi wa cheti cha uhalisia, Certificate of Origin, kwa madini ya bati ambayo inapatikana sana wilaya ya Kyerwa mkoani Kagera na maeneo mengine ambayo yanazalisha bati. Cheti ambacho kitaweza kutolewa leo na kuifanya Tanzania kuwa ni nchi ya kwanza kupata cheti hiki. Uzinduzi wa cheti hiki ni muhimu kwa taifa letu na nchi wanachama wa Jumuiya ya Maziwa Makuu kwa sababu itaanza kudhibiti na kufuata taratibu za kuyapata madini yenyewe, lakini pia namna ya kupata masoko yake ikiwemo na uwekezaji. Kwa hiyo ni matarajio yangu kila mmoja wetu kwamba uzinduzi mliofanya wa awali katika kutekeleza itifaki ya kuzuia uvunaji haramu wa rasilimali, yani Protocol Against the Illegal Exploitation of Natural Resources. Ndugu washiriki, mimi nafahamu pia kwamba mkutano wa aina hii unayohusu sekta madini mara nyingi unafanyika kwa mara hapa nchini, unafanyika kwa mara ya pili, na nitoe wito kwa nchi wanachama kuhakikisha kwamba mikutano ya aina hii iweze kuandaliwa katika nchi nyingine na iwe pia endelevu katika kutoa fursa za wadau kutambua fursa zilizopo katika kila nchi ambayo inazalisha madini. Ni imani yangu kwamba mambo mliojifunza katika mkutano huu yatasaidia sana kuongeza kasi ya kukua kwa mchango wa sekta madini katika pato la taifa. Wizara ya Madini ishirikiane na wadau wengine katika kuhakikisha kwamba mkutano huu unaendelea kuboreshwa kila mwaka na kuongeza idadi ya washiriki ili kupanua uelewa wa pamoja. Ndugu washiriki, napenda nitumie nafasi hii pia kueleza kidogo namna sekta hii ya madini inavyoimarika hapa kwetu. Kama mlivyosikia katika maelezo mbalimbali yaliyotangulia, sekta madini hapa nchini imeendelea kuimarika vizuri, na serikali kwa upande wake nayo inaridhishwa na kuimarika kwa utendaji kazi wa sekta hii ya madini kupitia wizara yetu ya madini kwa pamoja na tume yetu ya madini Tanzania. Mafanikio mengi yameelezwa ikiwemo kuongezeka kwa mchango wa sekta madini katika pato la taifa, lakini nanyi mmeweza kujionea kupitia maonyesho huko nje kutoka kwa wajasiriamali wetu namna sekta hii inavyoweza kutoa mchango mkubwa wa taifa. Mathalani, kupitia taarifa ya hali ya uchumi ya mwaka 2019 katika kipindi cha nusu ya kwanza ya mwaka wa fedha wa 2019-2020, mchango wa sekta madini ulikuwa kwa asilimia 13.7. Katika kipindi hicho sekta ya madini ilikuwa ya pili katika kuchangia pato la taifa, ikitanguliwa na sekta ya ujenzi ambayo ilichangia pato la taifa kwa asilimia 16.5. Ndugu washiriki, katika kipindi cha nusu mwaka wa fedha 2019-2020, serikali kupitia sekta ya madini imeweza kukusanya shilingi bilioni 242.53 sawa na asilimia 51.5 ya lengo la mwaka la kukusanya shilingi bilioni 470.89. Makusanyo hayo yalitokana na vyanzo vifuatavyo: kwanza, mrahaba, lakini pia ada ya ukaguzi wa madini. Tunayo pia huduma za kimaabara, mauzo ya machapisho mbalimbali ya kijiolojia pamoja na ada za leseni. Haya maeneo ndio ambayo yanatuingizia fedha. Ndugu washiriki,
Katika kukabiliana na utoroshwaji wa madini, serikali iliamua kuanzisha masoko ya madini nchini kwa lengo la kuondoa mianya ya kuweza kufanya biashara ya madini kupitia njia zisizokuwa rasmi. Hadi sasa tuna jumla ya masoko ya madini kwenye mikoa 27. Mikoa yote jumla ya maduka 27 na vituo vidogo vya ununuzi wa madini 28 kote nchini. Masoko haya yamekuwa na mchango mkubwa sana katika kuimarisha upatikanaji sahihi wa takwimu za madini pamoja na ilivyokuwa ukilinganisha na ilivyokuwa awali kabla ya kuanzishwa kwake. Lakini pia nitumie na fursa hii kuwafahamisha wadau wa mkutano huu kuwa masoko haya yako wazi kwa sote na kwa marafiki wa nchi za Jumuiya ya Maziwa Makuu, lakini sio kwa nchi za Jumuiya ya Maziwa Makuu peke yake, kwa nchi yoyote bara la Afrika na ulimwenguni kuja kuuza madini hapa Tanzania. Na masoko haya yanafanya kazi kimsingi na kwa misingi vile vile ya kiushindani na uwazi wa biashara. Pia niwahakikishie kuwa masoko yetu yana ulinzi na usalama wa kutosha na sifa zote za kimataifa zinazohitajika katika kuendesha biashara hiyo zipo. Hivyo basi, endeleeni kuyatumia masoko haya hapa nchini kwa nchi ambazo hazina masoko, mkijipanga kuanzisha masoko kama mpango huo upo. Ndugu washiriki, sambamba na kuanzishwa kwa masoko ya madini, serikali pia imefanikiwa kuhamasisha wamiliki wa migodi kuchangia zaidi katika huduma za jamii na kuimarisha usimamizi wa shughuli zinazofanywa na wachimbaji wakubwa, wachimbaji wa kati na wachimbaji wadogo wa madini. Vile vile serikali imefanikiwa kuongeza ushiriki wa moja kwa moja wa serikali katika kumiliki na kusimamia migodi, ikiwa ni pamoja na kumilikishwa 16% ya hisa katika migodi, pamoja na kufunganisha sekta ya madini na sekta nyingine za kiuchumi hapa nchini. Kwa maelezo haya, hapo ndiko ambako tunaona kabisa kwamba Tanzania imeanza kupata mafanikio makubwa chini ya usimamizi wa wizara pamoja na tume yetu. Ndugu washiriki, Tanzania kama nchi mwanachama mwanzilishi itaendelea kutekeleza makubaliano yote kuhusu masuala ya maziwa makuu. Aidha, nitoe wito kwa Secretariat kuhakikisha kuwa nchi zote wanachama zinatekeleza makubaliano tuliyojiwekea kama umoja wetu unavyohitaji. Kadhalika, Secretariat ihakikishe kuwa inatoa taarifa za utekelezaji wa majukumu yake kwa nchi wanachama, ikiwemo na kuanza kubuni maeneo mapya ya ushirikiano ili kuboresha umoja tulionao. Serikali ya Tanzania kwa upande wake itaendelea na utekelezaji wa masuala mbalimbali ya umoja huu wa nchi za maziwa makuu ICGLR, ikiwemo utekelezaji wa masuala yote yaliyobainishwa kwenye itifaki ambayo yanalenga kuzuia uvunaji haramu wa rasilimali hii na mengineyo. Hivyo basi, nitoe wito kwa mawaziri wote wanaohusika na utekelezaji wa itifaki hizi kutekeleza kama inavyopaswa na kwa umakini mkubwa ili kuiwezesha nchi yetu au nchi zenu kunufaika ipasavyo. Ndugu washiriki, ni imani yangu kwa kupitia maazimio na mikakati mbalimbali mliojiwekea kupitia kongamano hili pamoja na hatua hii muhimu iliyofikiwa ya kuzuia uvunaji haramu wa rasilimali hizi kwa utoaji wa cheti cha uhalisia kwa madini ya bati, Tanzania itaweza kufikia azma kuifanya sekta ya madini kuchangia kwenye pato la taifa kwa 10% ifikapo mwaka 2025. Kuchukua fursa hii kukupongezeni sana serikali kupitia kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, na salamu hizi mfikie Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kwamba sekta hii ya madini sisi ni mashuhuda kama bunge kwamba imekuwa na mabadiliko makubwa sana katika awamu hii ya 5. Hii ni sekta ambayo miaka ya nyuma imelalamikiwa sana na Watanzania wengi kabisa. Tulikuwa haturidhiki kabisa na namna ya uendeshwaji wa sekta ulivyokuwa. Nikichukua maneno ya Mheshimiwa Rais mwenyewe, tulikuwa tunaliwa na tumeliwa sana
tumeliwa mno. Tumeliwa maeneo mengi, lakini kwenye madini tulikuwa tunaachiwa mashimo, tunachopata kiduchu. Lakini sasa tunabadilika ili tuondokane na taifa la kutembeza bakuli, taifa la kuombaomba. Tuache wale jamaa zetu wa jangwani, wao waendelee kutembeza bakuli, kuombaomba na nini. Lakini sisi wengine tumebadilika, tunataka tuende hatua nyingine kubwa zaidi. Naona Sheikh anacheka hapa kidogo. Na si Tanzania peke yetu, Afrika tumeonewa sana kwenye eneo hilo, na bado. Kwa tunawashukuru ICGLR kwa kuweka msingi huu mzuri unaoweza kutusaidia kuona kwamba tunanufaika na rasilimali madini, ikiwa ni sehemu ya rasilimali nyingine ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia nchi yetu ya Tanzania na nchi zetu za maziwa makuu na Afrika kwa ujumla. Mabadiliko haya ambayo Mheshimiwa Rais ameyaongoza kufanyika katika nchi yetu, ikiwepo na bunge kupitisha mabadiliko ya sheria zinazoendana na masuala ya madini, ni mabadiliko makubwa sana yatakayoingia katika historia ya nchi hii kwa miaka mingi sana ijayo. Ni mabadiliko ya kishujaa sana, kwanza kwa Mheshimiwa Rais mwenyewe kama yeye, lakini pia kwa serikali yake nzima. Tunawapongeza sana. Waziri Mkuu, lengo la mkutano huu ni kutoa fursa kwa wadau mbalimbali wa sekta ya madini ndani na nje ya nchi kutambua fursa ya uwekezaji ambazo ziko ndani ya nchi yetu, lakini vile vile kubadilishana ufahamu na teknolojia na uzoefu na kujenga ushirikiano na mahusiano ya kibiashara katika shughuli za utafutaji, uchimbaji na biashara za madini nchini. Mkutano huu vile vile utatoa fursa kwa taasisi zake kuwasikiliza na kupata maoni mbalimbali ya wadau kwa lengo la kuboresha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaamini Wizara ya Madini hatuna monopoli ya mawazo ya usimamizi wa sekta ya madini. Ndio maana wakati wote tunawaita wadau waje watupe mawazo namna gani tuipeleke mbele sekta yetu. Na mimi kwa ujasiri, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninafurahi kusema kwamba wadau hawa wamekuwa wema sana. Wamekuwa wasikivu sana. Wakati wote wanaleta matatizo wanayokutana nayo na sisi tunayafanyia kazi. Pale tunapofanya vibaya wanatuambia bila kutuonea aibu, lakini pale tunapofanya vizuri wanaridhika na kuendelea kufanya kazi. Naomba nichukue nafasi hii niwashukuru sana wadau wote wa sekta ya madini kwa kushiriki kwenye mkutano huu. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama kuna jambo jema ambalo limetokea kwenye sekta ya madini kwa kipindi hiki, wewe ni shahidi. Anayestahili pongezi hizo sio Wizara ya Madini. Anayestahili pongezi hizo ni Rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amekuwa kinara wa kusukuma jambo hili na ambaye ndio amebeba maono ya kuboresha sekta ya madini. Na wewe pamoja na Mheshimiwa Makamu wa Rais mmekuwa viongozi wetu mnaotusimamia mara kwa mara. Naomba tu nimpe taarifa Mheshimiwa Makonda. Mimi na wenzangu wizarani hakuna la ajabu tulofanya isipokuwa viongozi wetu hawa ndio wameyasimamia haya mambo kwa nguvu zao zote, na sisi kwa kweli tunafuata yale ambayo wanatuelekeza wao. Naomba vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu kufahamisha kuwa mkutano huu jana mada mbalimbali zilitolewa, ikiwa ni pamoja na utajiri tulionao kwenye rasilimali madini, yani mineral potentials in Tanzania. Uvunaji wa madini unaozingatia utunzaji wa mazingira kwa maendeleo endelevu, yani the mining and environment for sustainable development. Mwanzo mpya wa uwekezaji kwenye sekta madini, yani mining investment in Tanzania, a new beginning. Na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuliona makampuni makubwa yalikuja kueleza kwa namna ambavyo anapata ushirikiano na serikali katika kuwekeza ndani ya nchi yetu. Na hii inaondoa kabisa ile dhana ya baadhi ya watu. Mimi huwa sipendi sana kuzungumza nani anasema nini. Mimi napenda kuzungumza jambo gani linatokea.
Kuna watu wengine wanapenda kuchukua muda mwingi kusema mnakimbiza wawekezaji. Wawekezaji walikuwa hapa jana, wameeleza kwa kina, na sisi tulioko wizarani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna maombi mengi ya leseni za watu kutoka ndani na nje ya nchi, na hivi karibuni kwenye mchakato tunazo leseni kubwa 2 za uchimbaji madini ambazo mtaji wake ni kuanzia dola milioni 100 na kuendelea, moja ya kuchimba dhahabu, nyingine ya kuchimba rare earth element, ambazo leseni hizo tunaendelea kuzichakata. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkutano huu umewapa ujasiri, confidence, watu ambao wako nje ya Tanzania kujua kwamba mahali hapa ni mahali sahihi kwa kuwekeza. Katika mkutano huu vile vile wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi ikiwemo Wizara ya Madini ya Uganda, Tanzania Chamber of Mines, TAMIDA na FEMATA walipata fursa ya kutoa maoni yao kuhusu mwenendo na uendeshaji wa sekta yetu ya madini hapa nchini. Miongoni mwa maoni yaliyotolewa na wadau hao ni pamoja na kuwa na sera na sheria na kanuni madhubuti zinazosimamia madini ya nchi yetu ili ziweze kuendeleza sekta ya madini na kuondoa baadhi ya migongano ya kiusimamizi ambayo ndani ya serikali inaweza kujitokeza. Naomba kwa kuwa wewe uko hapa niwasilishe hilo jambo kwako kwamba tutaendelea kuwa coordinated na ofisi yako katika kuyasimamia haya waliyosema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wadau vile vile walichukua fursa kubwa ya kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuwapenda na kuwaunga mkono wachimbaji wadogo baada ya mkutano wao wa tarehe 22 na 23 Februari mwaka 2019, ambao masuala mbalimbali yalizungumzwa kwenye mkutano huu. Mkutano huo ulipelekea kufutwa kwa kodi mbalimbali ikiwemo kodi ya ongezeko, yani withholding tax ya 5% ambayo ilikuwa mzigo mkubwa kwa wachimbaji, na kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT ya 18% kwa wachimbaji wadogo. Wachimbaji wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuanzishwa kwa masoko hapa nchini, jambo ambalo limeongeza unafuu wa biashara katika sekta ya madini. Katika mkutano huu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wadau pia walipongeza serikali ya awamu ya 5 kwa marekebisho ya sheria sura ya 123 ambayo utekelezaji wake umewafanya wanufaike zaidi katika ushiriki wa sekta ya madini, hususan kuanzishwa kwa masoko, lakini kuweka mazingira rafiki ya kibiashara katika nchi yetu.